Mungu, asante kwa ajili ya siku hii, na kushukuru sana kwa sababu neema ya Mungu inatosha kile itwapo leo. Amen. Leo ni siku ya mwisho wa mwezi huu, siku ya 30, siku hii ambayo Bwana tunakwenda kumaliza mwezi, na ni siku ambayo tunahitimisha maombi yetu maalum. Amen. Mungu, hatuhitimishi kwa sababu ya tarehe, hatuhitimishi kwa sababu ya zile siku za mapatano. Tunahitimisha kwa sababu tumetosheka katika nafsi, tumetosheka katika roho ya kwamba yale yote tuliyoomba wewe Mungu umetujibu. Amen. Na sio Bwana mpaka kutimiza zile siku, kama vile ilipotokea siku za Daniel, kwamba siku tu ile ya kwanza alipoanza kumimina moyo wake mbele za Bwana, kutaka dua, sala na maombi pamoja na kushukuru, toba pamoja na maungamo makuu, Biblia inasema alisikiwa kule mbinguni. Amen. Tungeweza Bwana kusitisha maombi hayo siku ya kwanza ya maombi au siku ya pili ya maombi, lakini Bwana tukaona vema kuendelea mpaka katika siku hii. Lakini tunajua majibu ya maombi yetu yaliachiliwa siku ya kwanza. Amen. Majibu ya maombi yetu yaliachiliwa siku ya kwanza. Amen. Na katika siku zingine zote Bwana, tulipozidi kuwa mbele zako, ni kwa ajili ya kuwa karibu na wewe na kutafuta uwepo wako zaidi juu yetu kwa jina la Yesu. Amen. Tunakuja tena mbele zako Bwana, tukiomba na kushukuru kwa ajili ya mema uliyotutendea, na tunatarajia wema zaidi katika maisha yetu. Amen. Baraka zaidi kwenye maisha yetu. Amen. Upenyo zaidi kwenye maisha yetu. Amen. Uponyaji zaidi kwenye maisha yetu. Amen. Nguvu zaidi kwenye maisha yetu. Amen. Ukombozi zaidi kwenye maisha yetu. Amen. Hakuna ambacho Mungu takisaza kinyume na mapenzi yako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea sifa, utukufu na heshima na enzi na mamlaka Bwana, kwa sababu tunajua umetujibu. Amen. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Sema amina pale ulipo. Amen. Naomba ukae. Kwa mara nyingine napenda kumshukuru Mungu pamoja nanyi kwamba tumefikia katika mwisho wa umbali wetu katika mapatano yetu ya maombi ya pamoja ya katika kila juma wa mwezi wote wa 9, na tuliamua kuchukua siku 3 za kila juma, na hivyo imetufanya kuwa na siku 15 kufikia leo. Bwana asifiwe. Amen. Na tunamshukuru sana Mungu kwa sababu ametusaidia, ametuwezesha, ametupa neema, na kwa wengi ilikuwa ni jambo la baraka, haikuwa mzigo. Amen. Actually ni siku 3, 6, 9, 15, 18. Bwana asifiwe. Amen. Sio siku 15, siku 18. Kwa hiyo kuchukua mwezi, manake siku zetu zilizokuwa mbele za Bwana ni nyingi zaidi kuliko ambazo tumeziacha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuna sababu ya kumshukuru Mungu na kumbariki Mungu na kusema asante. Na nataka tu kwenye kuhitimisha kuwa na mambo machache ya kulipatia, na hasa kuzungumza juu ya tabia ya mwombezi au mwombaji. Bwana asifiwe. Kabla sijaanza kufundisha, napenda nikupatie kanuni za mwombaji au tabia za mtu mwombaji, kwa sababu kuna wakati ambapo tunaomba lakini sisi wenyewe hatujui tunapaswa kuwa ni watu wa namna gani baada ya kuomba. Unaweza kukuta wakati mwingine mtu anabaki na maombi zaidi kwa vitu ambavyo hata tayari ilishajibiwa, lakini unakuta bado anabaki kwenye ile hali ya maombi kwa sababu hajui tabia ya waombaji ikoje. Jambo la kwanza, tabia ya kwanza kabisa ya mwombaji ana tabia ya kutokukata tamaa. Hakati tamaa. Ukimwona mtu anasema mimi ni mwombezi au mimi ni mwombaji, lakini anakata tamaa, amejiweka kwenye nafasi ambayo sio yake. Yesu aliwaambia wanafunzi kwenye Luka sura ya 18 mstari wa 1, akamwambia imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Kwa hiyo mwombezi wa kweli hakati tamaa. Na kwa sababu
akati tamaa, maanake ndani yake kuna tumaini, ndani yake kuna imani, ndani yake kuna uwezekano, ndani yake kuna kuthubutu kwamba katika yale ambayo nimeyaombea Mungu anafanya. Inachukua muda gani sio swala, inachukua miaka mingapi sio swala, lakini anajua aliomba. Kwa hiyo hana sababu ya kukata tamaa. Kwa hiyo jambo la kwanza nataka ulishike kwenye maisha yako, usikate tamaa. Kama tumeomba, usikate tamaa. Kama tumeomba, usivunjike moyo. Kama tumeomba, usiruhusu kuvurugika. Kwa mbona sioni kama nilivyokuwa nafikiria, kwa sababu wakati mwingine mawazo yetu yanataka kumtangulia mwenye majibu yetu. Sasa mawazo yetu yanapotaka kumtangulia mwenye majibu yetu, maana yake ni kwamba hatumpi nafasi yeye kufanya, isipokuwa tuna struggle sisi kutaka kufanya mambo yetu. Na hilo ndio tatizo la Wakristo wengi. Wakristo wengi huwa maombi wanajijibu wenyewe, na hata wanajaribu kutengeneza mazingira ya kutaka kuonyesha wamejibiwa, wakati ambapo pengine majibu bado hayajapatikana. Lakini kwa sababu labda wanaona aibu, labda kwa sababu pengine wanataka kulazimisha, labda kwa sababu wakati mwingine wanataka kuonekana kwamba Mungu ameshafanya. Mungu hasaidiwi kitu. Wewe ukishaomba, maombi yako yamefika kwenye madhabahu yake, maombi yako yameshafika kwenye kiti chake cha rehema, maombi yako yameshafika kwenye kiti chake cha enzi. Wewe ni kusubiri majibu yako pasipo kukata tamaa. Ndio maana Yesu anasema mwana wa Adamu amekwenda zake. Je, atakaporudi ataikuta imani duniani? Maana yake ni kwamba kuna watu ambao baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitatu, baada ya miaka minne wanakata tamaa. Lakini kumbuka, tumewaombea mabinti zetu, vijana wetu, watoto wetu, Mungu kuwapa raha. Amen. Wengine itachukua miaka 10 waingie kwenye ndoa, kwa sababu hawako tayari kwa sasa kuingia kwenye ndoa. Wengine itachukua miaka 20, wengine itachukua miaka 30, wengine itachukua mwaka mmoja, wengine itachukua miaka 2, wengine itachukua miezi 6. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na mtazamo mmoja. Mfano mimi nimsubiri mpaka Abigaili atakapoolewa, naweza kufikiri miaka mingapi sasa? Umeelewa? Hatuwezi kuchukua kwa mfano mmoja, kwa sababu tuna dada huyu wa kuolewa kesho na kaka wa kuolewa kesho. Kwa hiyo tukafikiri majibu yote yatapangwa na matokeo ya huyu dada na huyu kaka. Hapana. Sisi tumeomba hata kwa ajili ya wajukuu zetu. Amen. Tumeomba hata kwa watoto ambao bado hawajazaliwa, kwamba wakija kuzaliwa kwenye kizazi chetu hichi, kwenye familia zetu hizi, Mungu awape raha. Amen. Awape raha kwenye maisha yao, awape raha kwenye masomo, awape raha kwenye biashara, awape raha kwenye kazi, awape raha kwenye maeneo yote. Amen. Kwa hiyo hatukati tamaa. Hata takapokuwa na mvi kichwa kizima, hata takapokuwa ngozi imekunjana mwili mzima, mtu akija kukuuliza anasema niliomba mwaka 2020 kwenye mwezi wa 9 kwa ajili ya watoto wangu, wajukuu wangu. Kwa hiyo hata ukifika wakati wangu wa kwenda, najua huko nyuma Mungu anafanya. Bwana asifiwe. Hiyo ndio tabia ya waombezi. Ndio maana ukimtazama mwanamke kama Anna binti Fanuel, ukimtazama mtu kama Simon au Simoni, lakini hasa ni Simon, ambao walikuwa wamepewa mission maalum na Mungu ya kuomba kwa miaka mingi kwa ajili ya kuzaliwa Masihi. Usomi mahali popote ambapo walifikia mahali walikata tamaa. Mungu aliwaonya tu kwamba hamtakufa mpaka Masihi anazaliwa. Sasa aliwaonya wakiwa vijana, aliwaonya wakiwa na umri gani, wakadumu kwenye kuomba mpaka Yesu akazaliwa. Kwa hiyo jambo la kwanza, tabia ya mwanamke au mwanamume muombezi au muombaji, akati tamaa. Anabaki anatumaini, anabaki ana imani, anabaki akijua kabisa haya niliyoyaomba Mungu atafanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la pili, tabia ya muombezi, baada ya kuomba anaendelea na shughuli zake. Baada ya kuomba anaendelea na maisha yake.
baada ya maombi anaendelea na mipango yake. Akai sasa kusema kila siku asubuhi anatazama jua linavyotoka likibadilika hivi hapa kuna majibu haya. Biblia inasema wakati anaomba, Eli alipokuja kumwambia Mungu akujalie haja yako, Biblia inasema Ana akainuka, akala na akaondoka nyumbani kwake. Wakaendelea na maisha ya ndoa na mume wake Elikana kama kawaida, kwa sababu anajua kipindi changu cha maombi kimekwisha, kipindi changu cha mfungo kimekwisha. Kwa hiyo mimi sasa nakuja kwenye kipindi kingine cha maisha ya kawaida. Anaendelea kuishi maisha ya kawaida, hana wasiwasi. Kama ni mfanya biashara anaendelea biashara zake, kama ni mfanya kazi anaendelea na kazi zake, lakini anajua kabisa nilishaomba. Kwa hiyo sihitaji kujitia stress zozote kwamba sasa nakaa hivi kwamba labda ndio anakuja, labda ndio anagonga. Hana hiyo. Yeye anaendelea na shughuli zake. Mungu anakutana naye humo. Amen. Kwa sababu Mungu katika kumjia mtu hana kanuni moja. Alipomtokea Musa sivyo alipomtokea Ibrahim. Alipomtokea Ibrahim sivyo alipomtokea Musa. Alipomtokea Ibrahim sivyo alipomtokea Yakobo. Mungu atumfungi kwenye cage au kwenye tundu la kusema lazima aje kwa ndoto, lazima aje kwa maono. Yeye anakuja kwa namna ambayo anaiona vema kwenye maisha yako. Amen. Ndio maana ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari 31 pale Biblia inasema walipokwisha kumwomba Mungu, pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakatoka wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Yaani sasa wamemaliza maombi, wanakwenda kwenye shughuli za mitaani. Kama ni mfanyakazi wa hotelini kama kawaida, kama ni mfanyakazi wa shuleni kama kawaida, kama ni mfanyakazi wizarani kama kawaida, kama ni mfanyakazi wa mgawani kama kawaida. Yaani unakwenda kwenye shughuli zako. Unaweza usione badiliko lolote, lakini unajua kabisa hazina yangu ya maombi iko mahali pake. Unaendelea na shughuli zako na furaha zako, wakati kwenye roho uko unajua kwamba wakati wowote majibu yatatokea. Bwana asifiwe. Tabia ya tatu ya mwombezi, dalili yoyote ya majibu anaiamini. Dalili yoyote ya majibu anaiamini. Biblia inasema Elia baada ya kuomba karibu mara 3, mara 4, mara 5 na kumtuma yule mfanyakazi wake au msaidizi wake, hebu nenda nje angalia kama kuna wingu. Kumbuka ilikuwa mvua haijanyesha kwa miaka 3 na miezi 6. Kwa hiyo nchi ilikuwa ni kavu sana. Sasa katika mazingira ya nchi kuwa dry, katika mazingira ya nchi kuwa kavu sana kupita kawaida, Elia anasimama tena mbele za Mungu, anamuita Mungu na kumwambia Mungu, sasa tunataka mvua. Tunataka tena mvua. Alipokuja kupewa taarifa na msaidizi wake ya kwamba nimeona wingu kama kiganja cha mtoto, kama mkono wa kama kiganja cha mtoto, Elia akajua Mungu kashamaliza kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waombezi wana imani kwa dalili zozote za majibu. Hawasubiri mpaka kitu kiwe kikubwa. Ameomba Mungu ampe raha apate kazi, anapata kajikazi fulani ka ovyo sio kazuri, yeye anajua tayari Mungu ameshaanza kujibu. Amen. Kwa hiyo anakwenda kwenye ile kazi, hata kama ataambiwa hiyo kazi utafanya kwa siku 10 tu au kwa siku 20, haidharau kwa kusema mimi nataka kazi ya miezi. Yeye hizo siku 10 anakwenda pale kwenye ile kazi, akijua kabisa baada ya siku 10 nitapewa 10 tena, baada ya siku 10 nitapewa 10 tena. Hadharau dalili zozote za majibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Shida ya Wakristo wengi wanajikuta wanakaa kwenye kona za kuumia kwa sababu hawajui kwamba kuna vyanzo vya kimungu.
Kuna sehemu nyingine Mungu anaweza kukuingiza kwa shughuli ya ovyo, lakini ndio sehemu ambayo amekusudia utakuja kuwa manager baadaye, kwa kitu ambacho kama usipojua dalili za majibu, usipojua utabaki hapo muda mrefu. Kwa hiyo nataka nikufundishe kutambua dalili za majibu ya Mungu. Usipojua utajikuta umepoteza. Lazima ujue kwa nini hili jambo limenijia, kwa nini hili jambo wameniambia. Kwa nini usingemwambia mtu mwingine? Unafikiri mambo yote duniani yanaendelea unayajua? Au unafikiri vitu vyote vinavyoendelea duniani wewe unaufahamu navyo? Vitu unavyojua ni vichache. Kwa hiyo ukiona kitu kimekufikia, mtu amekufikia, unakuwa makini sana kujua hii inaweza kuwa ni sehemu ya dalili ya majibu ya maombi yangu. Kwa hiyo hata ukiulizwa maswali, ujibu kama mtu aliyetoka usingizini. Ujibu kama mtu aliyechoka, unajibu kwa ufahamu na kwa akili, kwa sababu unajua huenda hii ndio sehemu ya majibu. Amen. Ndio maana Elia akamwambia yule mtumishi ya kwamba umeona nini? Akasema nimeona wingu kama kiganja cha mkono wa mtoto. Akasema kazi imekwisha. Watu wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Akatoka kwenye magoti akaja kwa mfalme Ahabu, akamwambia sasa tandika punda wako urudi nyumbani kwako haraka, kwa sababu mvua inaweza kukuzuia ukalala hapa kama utaondoka sasa hivi. Kwa hiyo kilichotokea, Ahabu akatandika punda wake na watu wake wakaanza kukimbia. Baada ya dakika 2-3 kukaanza kutokea ile wingu, kutoka kwenye kawingu kama kamkono, kakaanza kuzunguka ile wingu nchi nzima. Nchi inazidi kuwa nyeusi angani. Ile wingu linatembea, linakuwa, linazunguka. Baada ya hapo mvua isiyokuwa ya kawaida. Lakini kulikuwa na dalili za majibu. Sasa usidharau dalili za majibu ya maombi yako. Usikebei dalili za majibu ya maombi yako. Ni kuwa makini, kuwa aware, kuwa macho kwamba katika kipindi chochote Mungu atakutana na mimi. Bwana asifiwe. Niliwaambia jana, Yusufu alimwambia yule mkuu wa wanyoshaji kwamba ukifika kwa Farao unitaje. Ungejiuliza swali, ujasiri huu ameutoa wapi Yusufu kusema akatajwe kwa mfalme wa Kimisri, si wa Kiisraeli, mfalme wa Kimisri, si wa Kanani? Ujasiri wameupata wapi? Yeye alipoona wamejibiwa majibu yao, wale aliwatafsiria ndoto, alichukua ile kama dalili ya majibu ya maombi yake pia, kwamba Mungu amemkubali. Ndio maana kile alichokitafsiri kwa wale wawili kimetokea vile vile. Kwa hiyo huu ni mlango wa yeye kufika wapi? Ikulu. Na yule ambaye hakusema mwanzo ndio yule aliyekuja kusema mwishoni. Umeelewa? Yule aliyemwambia kwamba ukanitaje kwa Farao ndiye aliyekuja kumtaja kwa Farao. Kwa hiyo lazima ujue dalili za majibu ya maombi yako. Bwana asifiwe. Hilo jambo la 3. Lakini jambo la 4, tabia ya mwombezi, tabia ya mwombaji ni ya kutunza hali yake ya kiroho. Kutunza hali yake ya utakatifu, kuto kujinajisi, kuto kujitia kwenye madhambi. Umeshamuomba Mungu mambo mengi makubwa na uko tayari kwa majibu ya kimungu. Uko tayari kwa mambo makubwa ambayo Mungu anakusudia kukutumia. Lazima utunze hali yako ya utakatifu. Utakatifu wa mwili, utakatifu wa nafsi, utakatifu wa roho. Usiwe mtu mwenye roho mbaya, usiwe mtu mwenye chuki, usiwe mtu mwenye hasira, usiwe mwasherati, usiwe mzinzi, usiwe mtukanaji, usiwe mchoyo. Tunza hekalu la Mungu. Tunza utakatifu wako. Tunza kiwango chako cha imani. Chochote ambacho mtu anataka kukichomeka, anataka kukuchokoza, kukuchombeza kidogo, kutaka kukufanyia vitimbi ili akuingize kwenye hasira, akuingize kwenye chuki, akuingize kwenye ghadhabu, uwe mwepesi kutoka. Usikae kwenye chuki zao. Usikae kwenye uchungu wao. Usikae kwenye, unajua wana tabia zao.
wengine ni ndugu zetu wa katika ukoo wa kuzaliwa, wanakuelezea kuhusu mtu fulani ubaya wake, wanataka na wewe umtazame kama wao wanavyomtazama. Umeelewa? Yakobo yule mtu mbaya sana yule, hata kuomba kitu usimpe. Yaani mtazamo wake yeye anataka kuuambukiza juu yako. Alafu wewe ni mtu wa Mungu sasa, ambao unapaswa kuwa na mtazamo tofauti na wa kwake, hata kama ni kweli huyo mtu ni mbaya, lakini unajua jinsi ya kudili na watu wabaya. Ushaelewa? Umeshaelewa? Kwa hiyo lazima uwe makini, kwa sababu shetani anatumia nafasi hiyo kwa maisha ya tulio wengi. Unakuta mtu dada yako anakwambia kabisa, yani yule mtu hafai kabisa, tena hapo imani kwako umfukuze, asikae hapo kabisa. Na unaangalia haja kufanyia huo ubaya, haja kukosea, lakini kwa sababu kaka yako kasema, dada yako kasema, na wewe unamwambia yule mtu ondoka hapa. Hata sababu ya kumfukuza wewe huna, matokeo yake unaingia kwenye kusema uongo. Unajua bwana lelelele, lakini chuki hiyo imepandwa na mtu. Na nakumbuka wakati fulani kuna binti mmoja alikuwa anasali hapa kanisani. Alinipigia simu. Akaniambia baba, natamani kurudi Zanzibar. Nikamwambia kwa nini usirudi? Akasema pale nilipokuwa naishi, yule nilikuwa naishi naye kazuiliwa na ndugu zake asinipokee. Nikasema nonsense. Wewe umewafanyia ubaya gani? Sijafanya ubaya wote. Lakini mambo huko ya familia yaliyotokea kwa kina mama huko siku na nani, unawezaje kumuumiza mtu mwingine kwa sababu za watu wapagani waliogombanaga huko? Na wewe unakubali kumuumiza mtu. Mtu mwema, mtu mzuri, mtu ambaye hajakufanyia ubaya wowote, unafikia mahali unamkataa kwa sababu kaka yako hamtaki. Unamkataa kwa sababu dada yako hamtaki. Unamkataa kwa sababu ndugu zako hamtaki. Huko ni kujivuruga katika maisha ya kiroho. Wakati mwingine unapoongea na ndugu zako, wewe wasikilize tu. Na ndicho kitu mimi ninachokifanyaga mara nyingi. Unapoongea ndugu zangu mimi nawasikilizaga. Baada ya hapo akili kichwani mwangu. Wanaweza wakataka usiwasaidie watu. Wanaweza wakataka usikae na watu. Wanaweza wakataka usifanye chochote kuhusu jamii fulani isipokuwa watu fulani. Wanataka kucontrol maisha yako. Usitumie vitu vyako unavyotaka. Usipeleke kwa mchungaji. Kwa nini unapeleka kwa mchungaji? Kwani mchungaji yeye nani? Hawa wachungaji si nani? Unaona, yani kuna mtu anataka control maisha yako. Anataka control furaha yako. Yani wewe unajisikia furaha kuwepo kanisani, unajisikia furaha kutoka kanisani, yeye hataki. Na kwa bahati mbaya, kwa akili za kushikiwa hivyo, na wewe pia unakubali. Hiyo sio tabia ya mwombezi. Mwombezi ana tabia yake. Ni mtu ambaye anajikontrol, anajitawala, anajiongoza. Lolote analosikia upande usikio la kushoto au sikio la kulia, sikio la mbele au sikio la nyuma, lolote analosikia atalichambua yeye mwenyewe, alafu hatimaye atajua jema ni lipi nifanye na baya ni lipi nisifanye. Sio kwa sababu mama akasema. Mimi naye mmoja wa watoto wangu ambaye ukimwangalia unamuhisi kama ni kama anapingana na maisha yako, lakini kwa sababu na ufahamu wa ziada, huwa anajua kwamba huyu jamaa ana kitu ambacho watu wengi hawakiona. Unaweza ukawa unamzuia usimpe mtu fulani kitu hichi, usimpe mtu fulani kitu hichi, na wala unafanya hivyo kutaka kuona control yako kwa hao watoto ikoje. Mmoja wa watoto zangu ukisema hivyo ndo anawapa watu, yani anajisikia raha kwenda kumpa huyo mtu, na atarudi atakwambia nimempa fulani. Maana yake ni kwamba tayari tangu utoto wake anaanza kuishi maisha huru. Hataki vifungo. Unahitaji kumwelewesha sana mpaka ajue ubaya wa hicho ambacho unachotaka asifanye, na kweli hatafanya. Lakini usipomwelewesha wala hata aone kwamba wewe unazungumza kitu. Na hiyo jambo ni zuri kwenye maisha ya Mkristo, kujitunza mwenyewe. Maisha yako yasitawaliwe na wachawi, yasitawaliwe na watu wenye chuki, yasitawaliwe na watu wenye magomvi na wanakupandikizia hivyo vitu, alafu anikuta nawe katika ukoo umekaa upande fulani. Wale watu wanasema umeokoka, lakini wanakujua kwamba uingiliki kwa sababu uko kwenye upande ule. Kumbe ungeweza kuwa neutral, mtu ambaye unaingilika na upande wowote, na unaweza kusaidia upande wowote, unaweza kufanya upande wowote, na unaweza ukaenda mahali popote. Bwana asifiwe. Jambo la 5.
Tabia ya mwombezi au mwombaji ni msomaji wa Biblia. Anasoma Biblia. Ndugu zangu, hakuna mafunuo kama hakuna usomaji wa Biblia. Hakuna jumbe za neno la Mungu kama hakuna usomaji wa Biblia. Lazima tufanye bidii kusoma Biblia. Wakristo wengi wana sababu nyingi za kuto kusoma Biblia. Mchungaji, macho yangu yaone vizuri. Wengi soma Biblia machozi yanatoka. Wengi soma Biblia nalala. Lazima ufanye bidii, kwa sababu tayari unajua kwamba una upinzani wa hilo. Basi ukitaka kusoma Biblia, soma ukiwa umesimama ili usilale. Na ukigundua wakati mwingine ukisoma peke yako unatoka machozi, lakini ukisoma mbele za watu machozi hayatoki, basi unaita watoto wako, wanakaa mbele yako, naomba mkae hapa, nataka nisome Biblia. Lazima ufanye kila kinachowezekana, kwa sababu usiposoma Biblia utaanza kuja kukutana na vitu ambavyo si vya kibiblia na utavikubali. Kwa sababu dunia hii imeshatujaza vitu vingi sana vinavyoonekana ni vya kawaida, lakini mbele za Mungu si vya kawaida. Dunia hii watu wanaachana. Dunia hii watu wanapeana mimba kabla ya kuoana. Na wanataka na sisi kama kanisa tuone hiyo ni sawa. Umeelewa? Dunia hii watu wanafanya uasherati na zinaa kabla ya kuoana. Na vitu hivyo kwa sababu vimezoeleka tangu mababu, wanataka na sisi tunaishi maisha ya haki tuone ni sawa, kitu ambacho sio sawa. Sasa kitu pekee kitakachokusaidia kugundua hivi vitu ambavyo vinakuja mbele yangu ni sawa au sio sawa ni uwezo wako wa kufahamu Biblia. Amen. Kwa sababu mtu tu akileta jambo mbele yako, tabia ya Roho Mtakatifu anakwenda kukliki moja kwa moja kwenye neno ambalo linahusiana hiyo habari. Ndio maana unakuta kama sisi wachungaji kushauri haitusumbui. Yaani hata wakiwepo watu 500 ya matatizo tofauti, kila mtu amshauri kivyake, kwa sababu ukishaanza kusema tu juu ya shida yako, Holy Spirit anakukliki moja kwa moja kwenye andiko linalohusika. Roho Mtakatifu anaanza kupatia mfano wa mtu fulani aliyepitia kwenye shida hiyo au mazingira kama hayo moja kwa moja. Sasa kama usomi, Roho Mtakatifu atakliki wapi? Kwa sababu anatembea kwenye neno lake, anafanya kazi kwenye neno lake. Sasa wapi? Nilikuwa naongea na binti mmoja akisema, mchungaji, vipi kuhusu mahari? Nikamwambia mtu anayekuoa lazima atoe mahari, hata kama wengine wanataka kupuuzia. Kwa hiyo nilipokuwa naongea naye, mimi tayari na kliki kwamba nitasoma Mwanzo sura ya 34 mstari kuanzia wa kwanza kwa habari za Dina binti Yakobo. Mtu wa mahali akasema, hata mngeniongezea mzigo wa mahali nitatoa, kwa sababu binti nampenda. Lakini vijana siku hizo, wanaume siku hizo wanataka kulipiwa mahali wao. Sasa hatari iliyokuwepo kumlipia mtu anayekuoa mahali, unakuwa umejioa mwenyewe. Sasa ukijioa mwenyewe unaweza usipate watoto, tumbo linaweza likafungwa. Kujioa mwenyewe unaweza kusababisha kwa yule kijana unamlipia mahali, kwa kuto wewe kujua na ujinga wake, anaweza kuja kushangaa wewe mwanamke ndio utakuwa na mamlaka ndani ya nyumba kuliko wewe, alafu hajui sababu yake. Watoto, wewe mama ukiongea wanakusikiliza zaidi kuliko yeye baba, kwa sababu baba alikumbuki kwamba mahali lililipiwa. Mwambie kijana kama uko karibu naye, usilipiwe mahali. Mwambie acha kuwa boya. Mahali kijana unalipa mwenyewe au anakulipia wazazi wako waliokuzaa, ili upate mamlaka ya mume ndani. Hii mambo ya mambo leo sijui wao mwanamke anakupa, yani unawakatia denge wazazi wako. Sema tena. Bwana asifiwe. Usiwakatie wazazi wako denge, tunajitolea mwenyewe. Halafu unatudanganya kwamba umeolewa, kumbe umejioa. Unaliambia lile dume, yani hata kama una kiwanja ukauze, kama una mbuzi ukauze, lakini mahali lazima ije. Huwezi kutoa mahali, tembea, achana na mimi. Mchungaji nampenda nani? Mtu aliyebaya ndio anakumuoa, unampenda nini? Mungu atakufunga tumbo ushike adabu yako. Hivi vitu ni vya kiroho. Na tutakuja kuvileta siku moja. Halo. Amen. Unajua mshaanza kupenda watu wabarikiwe bwana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima usome neno. Usome Biblia. Uielewe, kwa sababu Roho Mtakatifu anakwenda kukliki kule. 6 na mwisho.
Tabia ya mwombezi ni ya amani, utulivu, upendo, utu wema. Yaani ile tunda la Roho linakuwa ndani ya mwombezi. Ile Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 22. Tabia ya mwombezi, ukimkuta mwombezi yuko waruwaru, unajua mimi niwaambie wa Kristo, tabia ya Mkristo anaongea anaporuhusiwa. Mkristo sio mtu ambaye anakuwa mtu wa kudakia maneno. Huyo sio Mkristo. Yaani moja katika tabia njema kabisa za Wakristo ni utulivu, amani, usikivu, unasikiliza watu. Usoni mwako mtu akikuona anakuona kabisa una amani, na mara nyingi sura za Wakristo huwa zinang'aa kuliko watu wengine. Yaani mtu akikuona, yaani hata mkipanda kwenye gari, anajua kabisa huyu mtu niliokaa naye kwenye siti ni mtu wa amani. Hata ukimwambia karibu pipi, hata ogopa kwamba unaweza kuweka madawa ya kulevya, kwa sababu vile mlipokaa, ulivyomsalimia, anakuona kabisa wewe ni mtu wa Mungu. Na ukikaa na mtu mwenye ufahamu atakwambia kabisa, na kuona kama wewe ni mtu wa Mungu hivi. Ni kama umeokoka. Anaweza kuwa hata hajaokoka. Kwa sababu Mkristo mwombezi anajaa sana utukufu wa Mungu, anafunikwa sana na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo anakuwa ni mtu wa utulivu, mtu wa amani, mtu mwenye kibali, mtu mwenye, yaani akifika hata sehemu mambo yanabadilika kwa urahisi, vitu vinakwenda, kama kulikuwa vitu haviendi vinaanza kusukumika. Ni hivyo. Ningeweza kutaja mambo mengi, acha leo niishie hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.